Mtazamaji wa JNR Mtita TV, karibu sana hapa. Mimi naitwa Abu Ali, niko na mzee wa data. Tunazungumza soka. Mzee wa data, habari bwana? Mwenyezi Mungu ajalie kheri, mimi niko vizuri. Sawa. Mzee wa data, tetesi wana. Kuna jina linahusishwa la kocha anaitwa Dimitar Pantev kutua Simba Sports Club. Kama ikitokea kocha Dimitar Pantev anatua Simba, ataisaidia vipi Simba kuweza kufikia malengo yake? Dimitar Pantev, raia wa Bulgaria, kama kweli anatua Simba, kuna kitu atakiongeza kwa wekundu wa Msimbazi Simba, na hasa katika kuhakikisha anaendeleza falsafa ya Simba juu ya mwenendo wa mpira wa miguu uwanjani. Simba ni timu inapenda zaidi kumiliki mpira. Makocha mbalimbali wamepita, akiwemo Fadlu Davids ambaye amekwenda kujiunga na Raja Casablanca, wanamiliki zaidi mpira. Kwa hiyo eneo moja wapo ambalo naona watafanya vizuri wakiwa naye ni kuendeleza hii tabia ya Simba katika kila msimu, kwa wao wanamiliki zaidi mpira. Hawachezi mpira babuba, bado wanapitisha mpira kwenye njia. Na makocha hivi karibuni wamekuwa wakilitimiza hilo kwa kupangilia, baada ya golikipa wanakuwa na walinzi wanne, viungo wawili ukabaji, viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Dimitar Pantev alizaliwa mwaka 1976, kwa hiyo umri wake ni around miaka 49, raia wa Bulgaria. Tangu atue Gaborone United akitokea Orapa United, miongoni mwa mambo amewaongezea ni katika eneo hili la umiliki wa mpira, lakini kuhakikisha wachezaji wake bila shaka anawafanyia mazoezi ya kutosha, wana uwezo wa kutunza mali. Yaani kuanzia golini kwa golikipa mpaka mshambuliaji kinara, hawashindi kuwa na mpira wewe ukija kupiga chenga alafu ndo atoe pasi. Kwa hiyo wana uwezo mkubwa wa kutunza mali. Ni aina ya uchezaji kama unavyoona, simaanishi timu ndio inacheza hivyo, lakini wachezaji unavyoona hulka wachezaji wa PSG, Manchester City na maanisha, lakini Barcelona katika umiliki wa mpira wakati wa kupasiana. Hilo ni eneo kubwa, lakini eneo lingine anapenda kucheza katika nusu ya pili ya uwanja. Yaani yeye si muumini wa kupaki basi, acheza na mkubwa, acheza na mdogo. Kwa uchezaji wa namna hii amekuwa kwenye mechi nyingi, yeye anawafanya wapinzani wa suffocate, waumie kutokana na kufukuza mpira katika muda mwingi wa mchezo, na kwa kufanya hivyo watenza fursa za kufunga. Akiwa na timu yake ya Gaborone United kwenye ligi kuu ya Botswana msimu uliomalizika 2024-2025 walitoa ubingwa kwa kufikisha pointi 66, wanaofuatia walimaliza na pointi 60, lakini mabao walifunga mabao 56 wakiruhusu mabao 23. Goal difference ilikuwa mabao 33. Uchezaji wao ndio huu mpaka mwisho wa msimu. Kwa sababu ya kutengeneza nafasi nyingi za kufunga kutokana na aina uchezaji wao, walitoa mfungaji bora. Wafungaji bora walikuwa wawili, alikuwa ni Tatayaone Kagamanyane, lakini alikuwa na mwenzake mwingine anaitwa Jean Luamba wa klabu ya Tafik. Walitoa tuzo ya wafungaji bora ni kwa sababu ya aina uchezaji wake. Lakini hata msimu unaoendelea katika ligi kuu ya Botswana wameshacheza mechi 4, washafunga mabao 10, wao wameruhusu mabao 2. Miongoni mwa washambuliaji wenye mabao mengi ni pamoja na mchezaji wake, tunazungumzia Mpo Kagaswane. Ni kwa sababu tu ya aina uchezaji wake. Yule Tatayaone Kagamanyane ni kiungo, anacheza kama namba 10 nyuma ya mshambuliaji kinara, lakini ni mfungaji mzuri. Sasa yeye akitua Simba ambao amewaona wakicheza nao kule Botswana, wakicheza nao kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, manake kuna uwezekano akafanya Simba wawe imara zaidi katika eneo hili. Lakini katika mechi yao waliocheza kule Botswana, sishangai kuona Simba wakivutiwa naye. Kama kweli atatua, basi itakuwa ni sababu ya kile ambacho timu yake ilikionyesha katika mechi zote mbili. Wanajua wao hawamo katika orodha ya klabu bora barani Afrika, Gaborone United. Simba ni klabu namba 5 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa viwango vya CAF wakati ukikutana na Gaborone United. Lakini ligi kuu ya Botswana ni ligi namba 16 kwa ubora barani Afrika, ligi kuu Tanzania bara ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Wakati wakikutana kwenye makaratasi, matarajio Simba wataupiga mwingi sana, Simba watashinda mabao mengi. Lakini wao bila uoga, Simba wamekwenda kule Botswana, wao waliupiga mwingi sana, ingawa Simba wakatumia uzoefu wao wakashinda bao 1 bila ile lilofungwa na Eli Mpanzu Kibisawala kama nakumbuka vizuri. Kwa Mkapa ambako Simba walikuwa wakihitaji ushindi wowote ili wasonge mbele, sare yoyote ili wasonge mbele, wakakutana na Gaborone United iliyokuja na hisia kwamba hawana cha kupoteza. Matokeo yake wakaumiliki zaidi, wakafika katika lango la Simba mara nyingi zaidi. Bahati mbaya kwao walikosa ubora ule wa kumaliza nafasi kuzibadilisha kwa mabao, kwa sababu mpaka mapumziko ni katika mechi ambayo Simba umiliki wa mpira ilikuwa 42%, Gaborone United 58%. Ni nadra sana Babu Ali na watazamaji wako
Simba ikicheza na timu ambayo kwenye viwango vya ubora vya CAF wao wako juu, halafu wazidiwe umiliki wa mpira kwa Mkapa. Ile slogan ya kwa Mkapa atoki mtu inatokana na hili pia, kwamba Simba wanakuwa imara sana kwenye umiliki, kwenye kila kitu. Hata msimu uliopita kwenye michuano ya CAF waliofika kwa Mkapa wakapata adhabu ni pamoja na Al Ahli Tripoli, walifungwa 3-1 baada bila kule Libya kama unakumbuka. Al Masry walifunga Simba kwao Misri bao 2-0. Kwa Mkapa wakafungwa 2-0. Satisfaction walifungwa Tunisia 1-0 na kwa Mkapa walifungwa 2-1. Sasa Constantine walifunga Simba 2-1 Tunisia, walipokuja kwa Mkapa walipigwa 2-0. Baadhi tu hizo. Sasa wao Gaborone United wakamiliki mpira, lakini sio tu kumiliki mpira, walipiga mashuti mingi zaidi mpaka mapumziko walikuwa wamepiga mashuti 6, 3 on target. Simba walikuwa wamepiga mashuti 2 tu Babu Ali katika dakika 45 zote. Na hayo mashuti 2, moja ni mkwaju wa penalty uliopigwa na Jean Shaua, ndo shuti la kulenga shabaha la pili. Yaani mashuti 2 yalikuwa yote yamelenga shabaha, Simba hawakuwa na shuti lolote la kutoka nje dakika 45 za kipindi cha kwanza. Sio kwa sababu nyingine, ni kwa sababu Gaborone United chini ya Dimitar Pantev walikuwa wamejipanga vyema kuhakikisha Simba ule ubora wao katika umiliki wa mpira eneo la kati la uwanja wanakamata, lakini namna walivyokuwa kishambulia, kama kungekuwa na utulivu kwa wachezaji wao. Kagaswane alipata nafasi, lakini hata huyu Kagamanyane alipata nafasi, walicheza vizuri sana. Mpaka mechi inakamilika, Simba walipata sare ya 1-1, lakini shughuli iliwakuta, jasho liliwavuja. Kilichowabebe ilikuwa ni uzoefu wao katika michuano ya kimataifa. Kilichogharimu Gaborone United wachezaji wake ni kukosa uzoefu wa michuano ya kimataifa. Pale Simba walipojaribu kucheza kikubwa kwa kupoteza muda, hasa kwa kumtumia golikipa wao Musa Pimpin Kamara kama unakumbuka, mpaka alipata kadi ya njano. Ile ni miongoni mwa delaying tactics, kwa kuona mpinzani uko vizuri na nyinyi mnataka matokeo. Wakubwa ucheza hivi. Lakini kuna nyakati Simba walikubali kusafa kwa kurudi nyuma, wale wamiliki mpira wao waabsorb, wameze mashambulizi. Kuna nyakati Simba walikuwa wanakubali kucheza pasi square passes, kushoto kulia, sideway passes, ili kupoteza muda wapate matokeo wanayohitaji. Kwa ufupi, Simba walipewa show kali na Gaborone United, na hivyo haishangazi kuona wanahusishwa na kocha wao huyu Mbulgaria Dimitar Pantev. Ana uzoefu kwa soka la Afrika kwa kiasi chake, kwa sababu alishatoa ubingwa wa ligi kuu ya Cameroon Elite 1 akiwa na klabu ya Victoria United. Baada ya hapo alijiunga Orapa United ya kule nchini Botswana, Namibia, Orapa. Lakini baada ya hii Botswana, Orapa United inashiriki ligi kuu ya Botswana. Halafu akajiunga Gaborone United, katoa ubingwa wa ligi kuu ya Botswana. Kwa lugha nyingine, ametoa ubingwa wa ligi kuu ya Cameroon 2023-24. Msimu wa 24-25 uliomalizika katoa ubingwa wa ligi kuu ya Botswana. Ikitokea Simba akampata, maana yake fikra zinajaa kwamba muendelezo wa kutoa ubingwa, atoe tena ubingwa kwa msimu huu. Lakini kwenye michuano ya kimataifa anaweza pia akienda vizuri, ila changamoto itabidi na yeye atoe uzoefu wa Simba katika michuano, kwa sababu kinachohitajika pia ni pamoja na uzoefu kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, hasa linapokuja swala la mtoano. Mechi ijayo anacheza na Singizini Hospa ya Eswatini. Wakati mwingine ule mpira wake mzuri unaweza usihitajiki sana katika mechi za mtoano za CAF, bali kusonga mbele. Unacheza kikubwa, pira biriani, pira sambusa, unaweza kaachana nalo ili upate matokeo. Lakini kwa michuano mingine kama ligi kuu Tanzania bara, wana Simba wamezoea mpira mzuri, sio mradi kushinda. Kwa hiyo yeye anaweza ka fit the bill. Kingine, Simba nimekwambia mara nyingi wachezaji wamezoeshwa kucheza 4-2-3-1. Yeye 4-3-3 inafanana, kwa sababu ile 4-2-3-1 huwa inanyumbulika pia kulingana na mahitaji ya mechi. 4-4-2 vyote vile. Yote haya Dimitar Pantev naona anaweza kuwasaidia Simba katika maeneo hayo. Ana mambo mengi chanya, lakini changamoto hazikosekani kwa sababu hana uzoefu hivyo katika michuano kama ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye stages za hatua ya makundi kwenda mbele, hajawahi. Upo Make tangu aje, kama hivi nakwambia, Afrika timu zilizopita nimekutajia kule Cameroon, lakini pia Botswana, hajawahi kushiriki ligi ya mabingwa hatua ya makundi na kwenda mbele. Akiwa Simba manake alipate hili. Kwa ujumla tu atakachohitajika pia kuhakikisha wachezaji wa Simba wengi ni nyota sana pengine kuliko Gaborone United, wamsikilize ili mipango yake iweze kufanywa kazi, apate matokeo mazuri. Ana wachezaji anakuta wazoefu pale. Rushain De Reuck katoka ligi kuu ya Israel kwa mkopo alikokuwa akicheza, yeye ni wa klabu ya Mamelodi Sundowns, timu kubwa. Mamelodi Sundowns inatoa mataji ligi kuu ya Afrika Kusini. Rushain De Reuck mmoja waliokuepo wazoefu misimu kadhaa, lakini kwenye ligi ya mabingwa
Mamelodi Sundowns wanafika hatua za mbali. Msimu uliomalizika tu walifika mpaka finali dhidi ya Pyramids. Kina Rushaine De Reuck, kina Neo Maema ni miongoni mwa wachezaji wao kwenye vitabu. Kwa hiyo wana uzoefu sana, itabidi ajitahidi kuwashawishi wamsikilize. Lakini kina Kibu Denis Prosper wazoefu, anakutana na kina Musa Pimpin Kamara, golikipa timu ya taifa ya Guinea, ni mzoefu. Kapombe ana uzoefu wa kutosha. Kina Eli Mpanzu Kibisawala tayari ndio msimu uliopita walifika finali na Simba kombe la shirikisho barani Afrika. Nijua yeye sasa kuweza wasifu mkubwa wa wachezaji anawakuta kulinganisha na kule alikotoka Gaborone United, kufanya wamsikilize, maono yake wayapokee katika kuhakikisha Simba inatimiza mipango yake. Kama anatua, naona ni ongezeko muhimu. Lakini anatua katika ligi kuu Tanzania bara kama anatua, ili nalisitiza, ambayo ina ushindani zaidi kuliko kule Botswana alikokuwa. Fikiria, kamaliza ligi kuu Botswana akiwa na pointi 66, bingwa. Simba msimu uliomalizika 2024-2025 katika ligi bora namba 5 barani Afrika kwa mujibu wa CAF, inamaliza na pointi 78, performance ya around 87%, sio bingwa. Lakini Gaborone United kwenye ligi ambayo kulinganisha ligi kuu Tanzania bara ni dhaifu, bingwa wake anapata pointi 66 ambaye ni yeye, performance ya 73%, bingwa. Ligi kuu Tanzania bara performance ya 73%, misimu mingi shapita, uwezi kuwa bingwa. Au Yanga ametoa ubingwa msimu uliomalizika ambao ni watani wa jadi ya Simba kwa performance ya 91%, kwa sababu wamaliza na pointi 82 kati ya pointi 90, ndio ubingwa. Msimu wa nyuma yake wamaliza na pointi 80 kati ya pointi 90, performance ya 89%, ndio ametoa ubingwa. Wa nyuma yake performance ya 87%, kwa sababu alimaliza na pointi 78, ndio ubingwa. Lakini hata wa nyuma yake tena ilikuwa ni performance ya 86%, kwa sababu alimaliza na pointi performance ya 87 ni pale alipata pointi 78. Wa nyuma yake 2021-2022 Yanga walimaliza na pointi 74, ni performance ya 82%, ndio unakuwa bingwa. Msimu wa 2023-2024 Simba Azam walimaliza na pointi 69, wakaachwa mbali, ni performance ya 77%, bingwa alikuwa Yanga ana pointi 78. Umeshaona? Kwa hiyo akitua Simba ajue yes pointi 66, kwa sababu kule nako mechi 30 kama Tanzania wana timu 16 kwenye ligi kuu ya Botswana, pointi 66 zilitosha kwa ubingwa. Akija Tanzania pointi 66 huyu atawa pili, kwa sababu Simba yenyewe imemaliza na pointi 78, bado ni ya pili. Umeshaelewa? Kwa hiyo hii ni changamoto kwake, akifika lazima ajiswitch, aendane na mahitaji ya ligi kuu Tanzania bara, ina ushindani zaidi, lakini akabiliane na pressure kutoka kwa mashabiki wa Simba, kwa sababu wana njaa mataji. Hawajatoa taji ya ligi kuu Tanzania bara misimu 4 mfululizo, kombe la shirikisho la benki CRDB misimu 4 mfululizo, na watatamani baada ya kuonja raha ya finali ya kombe la shirikisho, watatamani kwenda tena finali nyingine, ingawa kwenye ligi ya mabingwa. Watatamani kuvuka hatua ya robo finali ligi ya mabingwa, ambayo tangu msimu wa 2018-19 ndio huishia katika ligi ya mabingwa hatua ya robo finali. Watataka waende zaidi, na kwa sababu wana wachezaji wengi wazuri, pressure itakuwa kubwa zaidi. Wanataka yote wapate matokeo. Wakati mwingine unapata matokeo wanaanza kuhoji, mbona kocha tumuelewelewe, anataka soka biriani, soka sambusa. Yote hayo akitua lazima ajipange kukabiliana nayo. Vinginevyo naona ni combination nzuri ya mwalimu Dimitar Pantev kwa kile alichokionyesha Gaborone United, akiwa na Simba ambayo ina mahitaji makubwa ya kocha mwenye flow ya mpira kama yake. Swali tu ni kwamba je, litatokea kweli? Kwa sababu katika siku za hivi karibuni yeye timu zake mwisho zina United. Alitoka Victoria United ya Cameroon akatoa ubingwa, alitoa Orapa United, alafu akahamia Gaborone United akatoa ubingwa. Simba amna United, Simba Sports Club. Natania tu, lakini tutajua itakavyokuwa. Sawa, mimi nikushukuru sana mzee wa data. Bila shaka mtazamaji wangu ameweza kumuelewa vizuri sana kocha Dimitar Pantev. Shukrani jazila. Yes, huyo ni mzee wa data. Nimemuuliza kuhusu tetesi ambayo sasa hivi jina la kocha Dimitar Pantev ambaye ameonekana na kikosi cha Gaborone United kuhusishwa pale Simba Sports Club. Kama akitua ataweza kuisaidia vipi Simba? Mzee wa data ameweza kutoa data zake vile ambavyo kocha huyu ataweza kuisaidia Simba kama ikitokea akatua wekundu wa Msimbazi. Subscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya kuweza kupata habari za kisoka. Mimi naitwa Abwali, nyuma ya kamera yuko mwenzangu AP Classic. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel?
Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali, gadeni nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.